Ah
jina la Bwana mkombozi wa maisha yetu Yesu Kristo. Amen. Sema Mungu wa Abrahamu wabariki sana. Amen, nakubariki pia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ndio, bila kuchelewa tuko na salamu za watakatifu. Ndio. Tamiomba mpokee salamu kutoka Goma kwa Pastor Daniel, asema ni wasalimu jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Ndio, mnapokea zile salamu? Ndio. Nafika. Ndio, nilikuwa na salamu kutoka Malawi kwa ndugu Chance, najua sote tunamfahamu, hakuna namna tena kumchora chora mnamjua. Sema ni wasalimu jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Je, mnapokea zile salamu? Amen. Amen. Ngoja nazipokea sana, ni dada Paula anacheka. Amen. Mweni frere tume iko na vingine zaidi ya mimi. Amen. Amen. Ndio, sasa bila kuchelewa tutaweza kusoma katika kitabu cha Mathayo. Kusoma katika kitabu cha Mathayo chapitre 22 verset 21. Matthew chapter 22 verse 21. Ndugu, kama unafika pale tayari unaweza kusomea kwa ajili ya kukomboa muda ile mahali ambapo tunasoma kwa ajili ya mafundisho yetu. Ni chapter 21 verset 22 plutôt. Samahani. Mathayo 21. Ndio. Tunasoma mstari wa 22. Tunasoma jina la Yesu Kristo. Amen. Na yoyote mtakayo yaomba katika sala, mkiamini mtapokea. Amen. Amen. Je vais le lire aussi en français. La Bible dit ceci. Que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Amen. Amen. J'ajoute encore Matthieu 6:6. Mathayo 6 verset yake ya 6. Matthieu 6:6. Mathayo 6:6. Ndio. Tunasoma jina la Yesu Kristo. Amen. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Amen. Amen. La Bible dit ceci en français. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Alléluia. Et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, vous pouvez vous mettre. Amen. Mobali kusoma neno lake mnaweza kukaa. Amen. Maandiko matakatifu inatoka kusema ya kwamba wakati chochote kile hakuna exception. Lakini kila kitu chote kile tutaomba kwa imani tutakipata. Tena mjina la nani? La Yesu? Yesu Kristo. Hapana mjina ya Branham. Hapana. Wala jina ya bishop yoyote ule. Wala ya papa wa Roma, wala mjina ya Maria, hapana. Mjina la Yesu Kristo. Hakuna kama mara kusini kwenda direct. Kwa mwenye mambo mwenyewe na kuweka mgala ya. Ndio. Na hapa maandiko yanatoka kutuonyesha ya kwamba tena katika Mathayo 6:6 ya kwamba wakati tunaomba tuingie katika mashambre zetu na tufunge milango, tuombe ule Mungu wetu wa kisiri. Ndio. Sasa ule Mungu wa kisiri anajua mambo ya kisiri, anajua ndani ya roho zetu. Kabla tujaomba, kabla tuyatamka, anajua mahitaji zetu. Amen. Sio kia kufanya sasa ni kuomba katika nafasi ya nini? Ya kisiri. Amen. Lakini maombi haiko na saa ya kwenda kusimama kwa kibambazi wala kupembe wala utema mikro. Katika siri hapana makelele sirini. Para kuomba kusudi bavaze basikie kama Mungu ba Kristo. Baba ni kipaza beba ngozi ndio kama jana. Ni katika nini? Siri. Mungu amebariki sana. Amen. Amen. Ina nafasi ndio kubrana mbona tunatuonyesha mara mingi tunakuwa tunashindwa leo. Hatuombani tena katika siri. Maombi za mingi katika siri watu wafanyani tena. Banazaka kuchunga siku ya kuomba ni siku wanakia kukanisa ndio wanaomba. Kunyumba kula baombaki ni maombi ya jamii. Ni busubuhi, ni jioni, ni sanya anajisikia hamu ya kuomba, anapuuzia. Ile maombi ya katika siri tunakuwa tukishindwa mara nyingi sisi wote. Ndio. Ndio pale ndugu brana kama kutuacha tukue benye makosa wala tuendelee kudumu katika kosa wala kutokujua, ignorance. Ndio maana tunatufundisha
mafaa ya kuomba na namna gani tunapaswa kwa tunao. Amen. 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 Wakati tunaenda kwa maombi ndugu, ndio kuomba katika nini? Siri. Sio tu Bakristo kwa Jumapili wala Bakristo kwa Friday. Yupo zingine madoktrine bora wanafanya kama zambi wiki yote Friday wanaenda kuungama kwa padri wala kwa pastor. Haiko ndio siku ya maombi hapana. Wala Saturday ndio siku ya maombi hapana. Wanapaswa kuwa na maombi nyingine ya siri. Inafanyika wapi? Manyumbani kwetu. Tena chumbani. Mungu amebariki sana. Amen. Kabla ya kuanzia pale tuliachia Jumapili, nitaka turudie nyuma kidogo ili niweze kumilagilisha ce qui concerne ma photo. Nilisema siku moja hapa juu ya photo za ndugu Branham, photo za colonne de feu, photo ya statue de l'homme parfait, ya Jésus of man. Sema ile mafoto ilikuwa na Branham tabernacle. Kwa maana leo watu wanakuwa banashonta pengine bilole kusema no, kwa nini nyinyi mmanumba zenu mko mafoto, kwa nini mmakanisa yenu mko mafoto? Bado ni kutokujua. Ndugu Branham kabla ya yeye wakati walizao kuchukua hii foto, kila mara anasemaga ni foto ya malaika wa nani? Wa Bwana. Tu malaika wa Bwana mwenyewe aliruhusia kwa kamatane naye foto. Ndio. Frère Branham akamwambia siku yetu kama foto. Yeye alishuka. Yeye mwenyewe. Bakakamata naye picha. Sasa ule mwenyewe aliomba foto kila mara ndio anakuwa mwenye foto. Hii foto sio ya Frère Branham. Ni malaika wa Bwana. Sasa wakati walikamata hii foto wanamletea sasa nabii mwenyewe. Akakamata ile foto mkanisa iko naonesha nani? Bantu. Sema hii foto iko Branham tabernacle Kibamba. Pourquoi hiyo mule Branham tabernacle Kibamba ni kutemwanye visitation ya Kristo katika age yetu. Sio kusema kama tuko tunadore foto. Watu wanabeba njoo moshi baada ya kuchukua nini benye nabii alisema. Amen. Amina. Sasa kuachana na hiyo tu. Frère Branham anasema kama hii colonne de feu. Mahali kokote kwenye iko na kimbiza nini vitu vya mbaya. Vitu vibaya inakimbia. Colonne de feu, présence ya colonne de feu, hakuna vitu vibaya vinaparaître. Iko mkanisa, iko mwanyumba, iko mgari, iko wapi, iko mkwaliaje. Uko na kuwa na siri kama kuna colonne de feu, kuna kujide. Na leo tuko na evidence na foto ya ini ya témoignage hii foto. Ndio. Ya kutonesha mambo ambayo ilifanyika. So, tutasoma hapa katika Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que c'est la Bible Branham qu'on a zungumzia kuhusiana na foto. Prêché le 1955 le 13 novembre. Jesus Christ is him, he is yesterday, today and eternal. Paragraph 45, preach 1955. Brother Branham says this. Eh bien, les Écritures, je crois, un passage déclare que les démons tremblent quand les plus faibles dans les saints se mettent à genoux. Quelle puissance et quels privilèges ont été donnés à l'Église des dieux vivants. Quand vous vous agenouillez dans la prière, même les démons tremblent devant les plus faibles parmi eux. Amen. Amen. Ndio vile maandiko naweza kudeklare. Ule mzaifu watakatifu wakati wanapiga magoti mbele ya Kristo, mapepo zinakuwa zina nini? Zinatetemeka. Turukie kidogo tuanzie sasa ina nafasi msikie. Ingine nyingine natetemeshaka mapepo nayo ni gani? Je prends la plus grande bataille jamais de mes frères. C'est vita ya mkuu ambayo haijawahi kufanyika, prêché le 1960 le 11 mars, paragraphe 166. Frère Branham dit ceci. L'ange du Seigneur, même quand sa photo a été accrochée ici sur le mur, alors partout la science ne sait plus quoi répondre. Amen. Amen. Frère Branham anasema nini? Asema malaika wa Bwana wakati foto yake iko hapa hizi, alikuwa anasema hapa wapi Branham tabernacle. Ndio. Ile foto iko wapi Branham tabernacle Kibambazi. Sasa anasema nini? Sayansi haina vitu vya kudefend tena wala kukatana. Tu foto iko pale kama vile témoignage ya mambo ilifanyika. Je, tuko pamoja? Amina. Nilikuwa nampenda ndugu mmoja kwa Malawi wakati kuna nipatia historia wala kitu fulani. Yeye iko na mafoto. Alikuwa anaona mafoto anasema hii mfrere ni kubwa. Wala kuna mwita si mfrere kubwa. Basi kuna mwambia mnajua pasi fulani ilifanyika mnasema wewe unatoka bila maana. Anaingia msimu yake msimone na foto sijui hivi. Iko na evidence taratara je ninaanza kuonyesha foto. Ndio mfrere kubwa. Sasa Mungu wetu katika kizazi aliruhusu akamatishwe na hivyo
photo, juu ya evidence ya témoignage. Tunaambia watu watakuwa bainga wanapenda vitu vya kujionea. Ndio kwa maana tuko na hii photo umakanisa nilikuwa kwa Branham Tabernacle. Ndio vile ndio Branham anasema. Paragraphe 166. L'ange du Seigneur. Malaika wa Bwana ni Bwana ye pekee. Amen. C'est même que sa photo est attachée ici sur les murs. Hiyo photo yake iko nini iko kibambazi hapa katika ni mkanisa Branham Tabernacle liko kibambazi. Ndio. Amen. Amina. Je tuko pamoja. Amen. Alors partout, nafasi yote la science ne sait plus quoi répondre. La science haina na kitu chochote, haijui kitu chochote cha kujibu kuhusiana na hiyo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se tient strictement à la parole. Amen. Asi alifanya nini? Aliweza kushimama kisawasawa na neno. Amen. Elle trache tout les démons. Amen. Asi mnawe mwenye alifanya anashimama sawasawa na neno na iko na fukuza mapepo. Amen. Ndio presence ya colombe de feu. Presence ya colombe de feu miongoni ya watu ni kufukuza nini mapepo. Il faut le bonhomme qui connaissait monsieur Obi. C'est qu'est-ce qu'il a fait? Il trache tous les démons. Même le nèche tu as mtu mtu tunaweza kumbatiza tu il faut tu frère Branham. Il témoignage et tout. Alors on va te le dire. Amen. Écoutez frère Branham. Frère Branham dit ceci. Elle trache tous les démons. Frère Branham tape des fois dans sa main. C'est du Branham anapiga mara mbili katika mkono ikoni yake. Juu ya nini kuna zungumzia yule malaika wa Bwana ambaye foto yake kwa kibambazi ambayo ni foto hii. Ndio. Ndio yeye anazungumzia. Ndio makanisa za ujumbe leo haina. Juu bakishaitia watu watakuwa na muuliza je na nyinyi mko Branhamiste. Utakatana je kama unaona Branhamiste na foto iko pale. Wanaogopa basi baadhi ya Branhamiste juu ya foto wanaitoa. Sasa kama uko Branhamiste uko mporo. Écoute, oui, effectivement, c'est Dieu le queen. Qu'est-ce l'esprit qui exerce un ministère envoyé dans la présence de Dieu. Amen. Nasema ni roho ambayo iko nafanya ile huduma ambayo ilituma kutoka mwepo wa nani? Wa Mungu. Pour wendre ceux qui prêchent la parole. Amen. Amen. Nasema ile ni roho ambayo ilitumwa kwa ajili ya wale wako nafanya huduma kwa kuweza kupaka mafuta wale wenyewe wako na huduma wanatosha nini? Neno ya Mungu. Amen. Amen. Amina. Ili qui se tiennent à la parole. Wale ambao wanajitosha, wanashimama, wale wanajitosha kwa ajili ya neno. Et il confirme la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Na anaweza kuzihirisha neno kupitia ile alama au ishara ambayo ilikuwa na nini? Na uongoza. Produisant Jésus le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bakiweza kumtangaza wala kumproduire. Produire inakuwa ni kama tunaweza kusema kwa Kiswahili. Wala produire wala kuzihirisha Yesu kama ni ule jana leo hata milele. Voilà comment pourrions-nous douter alors que aussi bien scientifiquement ase mnaona kwa nini tunaweza kushakia ingawavyo hata kisiansa que matériellement ambayo vya kimwili que le spirituel na vya kiroho pour toutes les sortes de preuves qui peuvent être fournies. Ase namna gani tunaweza kudute ingawaje vya kimwili na vya kiroho na maepreve yote vinaweza kukua nini? Vinaweza biko furni biko vinaonekana manake. Il a prouvé ici. Amen. Ase anaweza kubizirisha hapa. Najua kwa tuko na ile foto pale. Sasa utadute namna gani kama ile tena sio foto ya malaika wa Bwana tuko nayo. Ndio kwa maana tunazitia juu ya nini ya témoignage. Ya kutemwanye venye Mungu alitufanyizia. Ya kutemwanye kuonesha Mungu kama iko unafanya kazi ile ambayo alikuwa anafanya wakati wa Musa. Ile même colombe de feu ambayo ilikuwa inafukuza mapepo. Ile colombe de feu ilikuwa inatuma banashinda na bawendre na kupatia upumzio. Ile colombe de feu iko tena na jimanifester leo. Amen. Je tuko pamoja. Ndio. Frère Branham dit Frère Branham donne 4 coups sur la chair. Anapiga tena mikono ngapi? Ine. Tunapata tena mbili anapiga ine. Baki bali kwa monction. Iko na expliquer juu ya nini ya ile
ya ile foto. Sasa muone ile foto wakati walimuletea naye. Hii foto sio montage friend. Wakati wanamuletea ile foto iko kushare kwa pressure, ndio wakati alionyesha juu hii foto ya malaika wa malaika wa Bwana. Yeye mwenyewe ule pale malaika wa Bwana ambaye ni colonne de feu, na yeye mwenyewe yuko na témoigner juu ya ile ya hii foto. Sasa watu ndio wanaogopa kuitwa wanani wa branamiste, wanaogopa wasiulize maswali ndio wana vitu vya kujibia. Hapa msomaki nabii banazitosha manyumba, anazitosha kanisa. Juu ni boga frère. Ndio. Anapenda aitwe kuwa mpentecoste, anapenda aitwe kuwa mporo wa message, pale wa kuita nini muamini message ya wakati ya jioni. Mungu aturehemu sana. Amen, amen. Eti fubendise. Amen. Sisi hapa tunaamini Branham mbyote. Wenyewe balimpatia tulete, tunaamini kama ni maneno ya Mungu, tunasema kwa amina. Na hii témoignage ni ya kweli, sio montage. Ni wakati waliletaka hii foto anaanza kutémoigner, akasema nende citation tunatoka kusoma pale. Mungu aturehemu sana. Amen. Ndio kwa maana sisi tuleta zile mafoto frère. Frère Gabriel bado mafoto ziko pale. Bagambi na sasa hizi nyumba. Amen. Gabriel bado mafoto. Batie mu manyumba. Watu watakuwa kuuliza swali, unapaswa kuwa amezidi ya kudefend mwenye unaamini. Ndio. Na kama uyakuwa capable ya kudefend yeye, maana yeye itakuexpliquer sasa hivi concerne la foto. Amen. Mungu aturehemu sana. Amen, amen, amen. Watu wanajifanya kuwa ba croyant message, mimi bado naogopa kubaita kama maneno message. Hakuna kitu kia mbaya sana kuogopa kuita kenye huko. Mimi bakisema kama niko mrefu mwembamba, sijui si niko. Ndio. Hakuna wanasema frère pale sijui vile iko. Ni hali yangu. Nasema kama unaamini message sijui vile wenyewe huko. Amina. Amina. Mimi watu wanaogopa basi tie foto hiyo atamwambia sio Branamisi. Wanaogopa. Amen. Mungu akubariki ndugu. Amen. Amen. Mungu amebariki sana. Amen. Sisi kwa tunaamini Branham yote wenyewe alisema ni maneno ya Mungu na tunaikubali 100%. Mungu aturehemu sana. Amen. Ndio. Nachukua sasa kuwatisela. Ase mnaamini ile. Je crois que ma famille est mbili tu dans marqué kona yake deja. Ashapendezesha msalo yake. Zeri kumwili moyo. Frère na ile vile. Nene. Mungu amebariki sana. Inakuwa kidogo. Okay. Tutamprintia yake Jumapili tutamletea. Mungu amebariki. Ndio tunaanzia sasa pale ambapo tuliachia Jumapili, juu niliweza kuahidi juu ya mafoto ndio tutaka kutimiza. Tusema kwa zile foto tunapaswa kuwa nazo manyumba kwa ajili ya témoignage, hapana juu ya adoration. Adoration kule Bwana pale. Ni ushuhuda ya vile venye Mungu atufanyia. Amen. 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 Écoute, crois-tu cela? Est-ce que mon ami ile ndugu Branham anasema katika paragraphe 72 prêché de 1953 plutôt, il est dit ceci: quand Jésus s'éloignait de cette maison, la maladie et les chagrins sont entrés, et quand Jésus s'éloignait de votre maison, la maladie et les chagrins vont y entrer. Amen. Amen. Hapa Branham anatuzungumzia kuhusiana na nani na Lazaro. Wakati wote Yesu alikuwa kwa na Lazaro, magonjwa haikuingia katika ile familia walikuwa katika amani na salama na furaha. Amen. Na wakati Yesu alitoka tu kidogo anaenda mu voyage missionnaire, magonjwa yakaingia katika familia ya baba na Lazaro. Ndio vile Branham anatuonyesha sisi, na sisi leo kama Yesu anatoka tu kidogo katika familia zetu, magonjwa yatafanya nini? Itaingia. Jua nini Yesu alishakutoa. Wakati Yesu alitoka Lazaro mpaka kakufa. Iko mvoyage kule bako na kuonesha rafiki yako kule vile kwa kadavre ya sema no anapumzika. Wewe ndio tuna kazi ya Bwana. Jua nini Yesu alikuwa kutoka nafasi. Ndugu Branham atuonyesha kwamba wakati wote alikuwa miongoni mwao, hakuna magonjwa yalikuwa kwa familia ya Baba na nani? Na Lazaro. Amen. Amina. Ndio kwa maana wakati wote mambo yanatokea kama vile ya magonjwa, vitu tu vya mbaya vile vinavistahili kuwa katika hizo mahekalu zetu hizi. Tunapaswa kuangalia nyuma, kuko kitu gani cha kufanya. Sasa Yesu alishakutoka miongoni mwao. Sasa tuombaki tena. Sasa tumkaribie tena Mungu. Pia fasi nilikuala, nipanguza kwa nafasi ndio ni rekebishe mambo. Juu sio hivi, mambo hizi kutokea hivi tu hapana. Mungu asikuwa kinaruhusia mtakatifu wake aweze kuonja kifo wala mauti. Watakatifu wa kufa wanapumzika. Ndio. Watakatifu wa magonjwa wake
Sasa tunakuja na kwa nini kuko pasi kwa nini kwala. Ndio. Tu Mungu alishakutoka. Abraham ndio anasema. Ndio. Sasa wakati wote Yesu anatoka katika familia zetu, magonjwa inakaribia. Tunapaswa kujichunguza, pigo pasi kwenye kufanya mzuri, turekebishe kusudi ile mapepo itoke. Amen. Hii ni hekalu ambao Mungu anataka kuishi ndani. Hamwezi kuishi magonjwa muishi na Mungu ndani, hapana. Haiwezi kuishi yeye. Mungu aturehemu sana. Amen, amen. Nanipatia ushuhuda moja kuhusu moja hivi hapa. Tangu nakuwaka sijawahi kwenda hospitali. Sasa ni juu ya nini? Mimi niko hospitali kuliko wengine bado. Hapana. Ni kumwogopa tu Mungu ndio sika. Tangu nakuwaka fresh sijawahi kwenda hospitali. Nilipotoka mara ya kwanza kwa Malawi ilikuwa ni michezo ya bantu. Haikuwa mapenzi yangu. Ndiyo. Na Mungu aliweza kutimiza neno yake. Yasema mtakula vitu vya mfano. Ndiyo. Mtafinyaga manyoka na haitafanya kitu yoyote. Ila ndiko mimi nilione na itimilika. Amen. Hapana kuisikia nilione na itimilika. Ndiyo. Amen. Écoute les prophètes. Reprenons ceci. Quand Jésus s'éloigne de cette maison, la maladie et les chagrins sont entrés. Amen. Et quand Jésus s'est éloigné de votre maison, la maladie et les chagrins vont y entrer absolument. Amen. Amen. Wakati Yesu alisema kutoka mbali na ile nyumba, hapa tunazungumzia kwa bwana Lazaro, magonjwa kaingia na kifo kama kumba ndugu yetu nani? Lazaro. Yesu alikuwa shakufanya nini? Kutoka. Na katika manyumba zetu wakati anatoka tu magonjwa na yengi. Sasa ndio maana tunakosha kuangalia po kitu kingine cha kufanya kile kistahili. Kirekebisho kwanza. Napata kwa vitu vya mrefu kosh tuate sema nifanye hivi nifanye ukisharekebisha point très unapona deja. Mimi na mimi tunakuwa na kamata maprocesses twende kwa hospitali twende kufanya hivi. Sasa mambo yanifanyia hivi. Piko kimwa kwenye wewe afanye Mungu aliruhusu akupindire. Ndio. Sudi utambue. Ujue nafasi kwenye ulikwania. Ndio brother niko nasema ile ni sisi. Observez. Quand vous chassez Jésus dans votre maison, que vous cessez d'avoir la prière en famille. Asa wakati chunguzeni, mshafukuza Yesu katika manyumba zenu. Ndio. Na mnaacha kukuwa na maombi katika jamii. Que vous cessez de lire la Bible. Ainsi de suite dans votre maison. Na mnaacha kusoma Biblia na kadhalika katika nyumba zenu. Attendez-vous à ce que les amis y entrent. Ase mchunge sasa vile vitu vya mbaya vinaingia katika nini manyumba. Juu ya nini? Mliacha kuomba, mliacha kusoma Biblia. Yesu mkamfukuza katika nini? Familia. Un vrai Mkristo. Un vrai mtoto wa ujumbe. Ndio. Mwaminie wa hii message watupatia frère. Siku moja tufanye experience. Itakusaidia kujua kama wewe position yako katika Kristo ni gani. Fanya siku moja ulale bila kuomba ule bila utaloka. Makwasho maro na banataka kupigana kunyiga nini? Kumbuka nyuma ulilala bila kuomba friend. Ulimfukuza Yesu katika nyumba. Mungu aturehemu sana. Amen. Joko kila mtu kuna experience ya vile kama uko Mkristo wa kweli kweli. Wewe kama wewe ni kawaida kwa au utaona vitu hivyo, utaona tu kawaida. Mais vrai chrétien kama sikumkaribia katika maombi hata kabla ya kulala. Asinalaki mzuri ndesi. Ataruta kama manyuka, kama machao, iko msafari, iko mshamba, iko ndio masabani, kumbe iko mkitanda moja. Kuna lote mwenyewe vile wake kwa nini anamfukuza Yesu. Ndio Ibrahim anaonyesha na kama anamfukuza Yesu na magonjwa naye nakaribia. Vitu vya mbaya vinakuja sasa bila kuprofite. Nimewahi kusikia ushuhuda ya ndugu ambayo walikuwa maombi katika jamii. Sasa bamwizi wakakuja mnyumba washa kujifujika, wanafungua kama mlango walipitia wapi. Sasa ndugu wako naombea katika nini? Wako naomba katika nini? Jamii. Wakati wako naomba wanaombea watu wote ya shida, wanaombea na badui. Sasa na wale bamwizi wenyewe wako wanaenda kuiba, uwasamee baba upatie makazi na wako na pata. Mwizi alitoka mnyumba mbele, kulisamee nilikuwa hapa ndani kwa kuiba. Jua ni bado yomba wangeenda kulala tu bu, bali waka ile siku. Mungu walisikia wanaombea na bamwizi na baba samee bamgundue Yesu. Pale mwizi alitoka pale. Hapa ndiko kumfanyia kitu yoyote. Siku ya kufuata banungeba ndio kanisa na kabatizwa ni frere kabisa wa mzuri. Amen. Mungu aturehemu sana. Nilikuwa wanaona kama ni kawaida tu ni saa ya kulala ile siku bangewe mara kila kitu
kama na matela wakinyangula wana watia nje. Jua nifungia Mungu frère. Watia babu nje na matela wanabeba. Ndio maana katika maombi mko secret. Ndio. Amen. Amina. Mungu abariki sana. Amina. Je continue. Est-ce que vous aimez le prophète? Amen, amen. Reprendre nous dit ceci. Quand vous chassez Jésus dans votre maison, et que vous cessez d'avoir la prière en famille, que vous essayez de lire que vous cessez de lire la Bible, et ainsi de suite, dans votre maison, attendez-vous à ce que les amis y entrent. C'est exact. Amen. Amen. Je kuna mtu anakubaliana na nabii? Amina. Kuna mtu anasema ni exact baki ni ukweli, na ni ukweli. Amina. Kama una ile experience question mark ya kabambi frère. Ndio. Écoutez. Et ils sont en route dans ces moments-là. Asema anakuwa katika njia katika hiyo wakati. Jésus s'était éloigné. Le cas était difficile et le cas était différent ici. Asa Yesu akaenda mbali na nani na kitu ikakuwa nini tofauti pale ndipo na Lazare. Il n'avait pas été chassé. Asema il n'avait pas été chassé. Hakuwa balimfukuza. Ce n'était pas Jésus qui a été chassé par une vie immorale de leur part. Asema sio Yesu ambao walizao walifukuzwa katika kupitia maisha yao mabaya sehemu fulani, mais ils étaient retirés parce que le Père lui avait montré une vision. Mais Yesu alizaka kujitosha kwanza kidogo, juu baba alizaka kumuonesha nini onyo. Ndio ilikuwa onyo gani ya kuacha Lazaro aweze kupumzika, kusudi utukufu wa Mungu uweze kuonekana mwa ile nyumba. Mwa ile nyumba. Kusudi wasio amini waweze kuona makubwa ya nani? Ya Mungu. Ndio kwa maana aliacha ile mambo inafanyika. Mimi ndugu Branham mwenyewe anatuonesha hapa ni wakati wewe unamfukuza Yesu katika familia, ndio mambo ya mabaya yanatokea. Mimi mwenyewe akishajiretire, kitu yanatafuta aoneshe pour que watu wasio amini baone kama Mungu anafanya nini kazi yake. Amen. 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 Écoute. Et ils l'ont envoyé chercher pour qu'il vienne prier quand Lazare est tombé malade. Asebakatumana baende kumtafuta akuya aombe wakati Lazaro aliweza kuanguka katika magonjwa. Il continuait son chemin, akaendelea tuna njia yake. Oh là là, qu'arrive-t-il aujourd'hui si votre pasteur fait cela? Aselo itakuwa ni namna gani kama pastor wako anafanya namna ya mambo kama na hayo? Mtoto wangu yuko mgonjwa, muite pastor yake kutuombea. Pastor anaendelea kwa voyage missionnaire. Ndio iko wapi? Sasa vitakuwa je kama pastor anafanya kitu kia hivyo? Bila kudanganyana ba Kristo wale watasarenda, anasema na hiyo kanisa sitengiaga mote. Ni kanisa ya upendeleo, wanasaidiana tu ba huku, wanafanziaga tu hapa. Kwanza angalia. Hata sababu ya mingi sana. Mimi hapa watu tu walijua kama kumfukuzaka Yesu alienda kutimiza kazi ya Mungu. Ndio. Alienda kutimiza kazi alionaka katika onyo. Waliendelea kudumu. Juu walimwamini Yesu katika mambo yote. Amen. Amen. Leo ndugu Branham anatufundisha kwamba tusitegemee maombi katika nini batumishi tu. Anatuita si bot tukaribia katika nini maombi. Juu pazili sana pasuka. Tunapaswa kuomba sisi bot. Sio tufanye mambo haya sasa tunani tu muombaji sasa tunani tu pasera na yoga kuomba. Niko mtu fulani anabiwa sio vile. Leo ni kila mtu anapaswa kukaribia katika nini maombi. Na kama siri sashi imani yangu napandisha sema no mpaka mtu fulani anawekea mikono. Pandisha imani mtafute ile mtu akuwekee nini mikono naye sio nini sio dhambi. Amen. Hiyo ndugu Branham anasema nini? Katika Timotheo 2 inasema ya kwamba wakati tutasali tuinue mikono yetu mitakatifu mbele za Mungu. Hii mikono pia haiko mtakatifu wakati Mungu hayuko ndani. Hii mikono kwa mtakatifu wakati Mungu yuko ndani ya ndio pale tunapaswa kuinua mikono mtakatifu mbele za Mungu. Sasa unaamini kama ule mtumishi wewe ni mtakatifu, unapenda kuwekea nini mikono yake mitakatifu, bado utapona. Julia mimi. Ndio. Mimi usiamini kama ni mikono yake mitakatifu, yeye tu ndio na wewe yako ni mtakatifu. Mungu atubariki sana. Mungu awabariki. Amina. Je, mnampenda nabii? Amina. Kwa Bwana anasema wakati tunafukuza nani? Yesu katika mafamilia yetu magonjwa yanafanya nini? Inaingia. Na krize na na santé n'arrive. Mon frère, je crois que vous aimez les prophètes. Amen. Je prends encore les prophètes Élisée, Nabi Elisha, prêché le 1956, paragraphe 15. Frère Branham nous dit ceci. Toutes ces sociétés ici
par ici et se poste même si c'est dans l'église. Aseme kama société yote, vikundi vyote kama mamikutano yote hapa na mafasi nyingine na hata katika kanisa, l'église est érigée en société. Il n'y a pas l'état d'élever les enfants. Aseme kanisa inakuwa kama vile tu niki société fulani, haina hata wakati ya kuweza kufundisha watoto na kukomalisha watoto na kuchunga watoto, inakuwa ni société. Wakatelewa vitu mzuri sana ni nyinyi wenyewe mko mmanyiza wa life. Mshafia kuregister wa certificat kusudi ba mi permettre mko tunakusanyika sisi tunakusanyika wanasema kama ni société. Yote anasema wanasema kama ni société, adoption tabe na society. Sasa si hatuko société. Si tuko ba adopter. Amina. Wana wa ndio kiwango cha mkubwa cha Ukristo ndugu Branham anasema. Si hatuko société ile ba kushinda kufundisha watoto. Hapana. Mais ndugu Branham anasema kanisa leo inakuwa nini masosiete? Inakuwa ni vitu vya projet tu. Hapana mambo ya kufundisha tena watoto na kuongoza nini? Watoto. Msikie na Biblia nani kuna nataka kusema nini? Il dit ceci. Et je pense que vous avez entendu ce que j'ai dit au sujet des femmes. Amen. Kenyi wote mmewahi kusikia wenyewe na Biblia nani alisema juu ya wanawake? Ndugu Branham alisema kama haruhusu mwanamke aweze kufundisha au aweze kukamata mamlaka juu ya nani ya mwanaume. Wao nani kuhubiri katika makanisa za watakatifu. Na aliweza kunukuu nini? Maandiko nasema vile katika Timotheo. Amina. Amen. Amen. Ndio ile kwa tunazungumzia pale sema nakumbuka wenyewe niweza kusema usishie banabake. Mais hapa anatafuta kukua au contraire kidogo ndio atueleweshe kazi zingine za wanawake ni gani? Amen. Ndugu Branham anasema hivi ya kwamba wadada si wako kama ni mahubiri ni mapasteri katika manyumba zao. Badala ya kuwa pasteri mu manyumba zao. Ndugu Branham yule mmoja akakwambia kama wadada sio banani mahubiri katika kanisa za wataka. Memu manyumba zao ni mapasteri, mapredicateurs, maevangelistes wakubwa frère mu manyumba zao. Sasa itakuwa namna gani kama ukuwaka dada Mkristo? Kama ukuwaka dada Mkristo itakuwa namna gani frère? Ndio kama tunapaswa kuoa nini? Bakristo kwa Bakristo wanaoana kusudi huduma iendelee. Aendelee kujenga kanisa. Amen. Amina. Nimai kusema juu ile kitu hapo ungesema bwana kutupatia citation yetu tunataka kuisoma msikie nabii mwenyewe. Kinywa vile uruhusiwa. Anasema kama badada ni wahubiri katika manyumba zao. Sasa wanahubiriana namna gani? Ndio pale sisi wanakuwa na hubiri. Ndio. Leo wadada wanakuwa wanashindwa. Pale ya kuhubiri watoto katika manyumba, huwa wanakuwa kubonesha ndio shangaza atakufundisha, dunia itakufundisha. Watakufundisha kwa masomo. Sio vipi. Ndio Branham anasema kama mko bahubiri mko na kia kufanya. Mimi atukifanya kileo jua nini badala wanakuwa bazembe. Anaweza kumaliza 2 hours frère. 2 hours. Iko kumove 2 hours. Iko na watch if you are the one. 2 hours iko na watch marriage at the first time. 2 hours iko na piko wengine wanakuwa na watch ya bachai. Ndio bende. Kama alikuwa sijua ile bachai na watch yake ni gani? Anajua kwa wengine wana 2 hours iko kwa ile nani iko na watch. Mimi kama hata 30 minutes hakuna watoto iko na patia tu historia yoyote ile ya Biblia. Hana ile muda. Mimi kuna muda ya 2 hours iko na watch ile nani ya China. Unapinya ule anatokea siku ile ndio anatembea mzuri kuna dandile ndio unyo watabeba huko. 2 hours kuna angalia video. Ndio tulizaka sometimes sasa. Mke wangu kuna tafuta mwingine bwana njoo unaangalia marriage at first time au je. Benya nilikuwa naangalia hata ngisi ya kulipigia sombe. Sasa hivi sasa ndio naangalia kwa napigaga sombe. Yumi ta benefisi. Sasa mbona 2 hours friend. Yuko naangalia marriage at first time. Mungu atuelewe sana. Nilisema takuwa naleta mfano kwa wake yeye. Ndio anapaswa kuwa model. Mungu amebariki. Écoutez les prophètes. Frère Branham anasema hivi. Je pense que vous avez entendu que ce que j'ai dit au sujet des femmes au sujet des femmes prédicateurs. Eh bien, peut-être que je serai obligé
de me contredire là-dessus. Aseme sasa moya hapo mimi nitakuwa obligé, nitashurutishwa niweze kujipinga kadogo hapo. Mimi hajajipinga, yuko anatafuta kuonesha utofauti wa dada kunyumba na wapi mkanisa za watakatifu. Mais laissez-moi vous le dire. Laissez-moi vous le dire, chaque mère est un prédicateur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Asema kila mama ni mhubiri. Wapi katika nini manyumba zao. Ndio kwa maana ndugu Branham alikuwa anampenda bibi Meda sana. Aseme Meda kila mara anakuwa na kamata watoto wake na makusanyisha, anaingia nako, anaingia kwa wachaguzi wao anaangalia. Mtoto hayauza vitu vya mbaya. Hayauza makanga dadi mwenyewe ndani ya mara kwa masomo. Yule watoto ni waelimu sana. Tafutashe kuna kitenge anatoka kunyumba. Sana fika kule anatia mwele mashakushi hapo. Anakuwa ndio mpatano kwa masomo mbele kunyumba toka kitenge. Sio mapeiza Bangereza. Mtoto kwenda kwa masomo na shakushi na wazaina na hama. Kumi piko vitu vya anatia mle ndani watenda kufadia kwa masomo. Bia sports, bia nini. Mtoto ana hama na shakushi. Meda alikuwa anakuwa predikateur mzuri katika familia yake. Anachunguza mshakoshi ya watoto. Hayatia vitu vya mbaya. Beba dada bado bana ile hapa ile mtojua nini bali saulika position yako. Ndugu Branham yuko na barudisha anasema kama ni manani bahubiri. Hakuna compromise. Kama mtu anafanya kosa muoneshe hii ni kosa ulifanya usali kufanya hivyo. Neno ya Mungu natukataza kwa kufanya ni hiki. Amen. Mungu aturehemu sana. Amen. Msikie. Branham dit, mais laissez-moi vous le dire, chaque mère, kila mama bila exception. Hata sema ni bibi ya mhubiri tu, mwe hapana, kila mama. Kama na huko mama manake uko mhubiri. Chaque mère est prédicateur, assurément. Et Dieu lui donna une petite assemblée à laquelle prêche à la maison. Amen. Asena Mungu anampatiaka makutano kadogo, kanisa ya kidogo ambayo anakuwa na ubiri wapi kunyumba. Make mama, batoto, baba na bengine wengi watakuwa na hapo yeye ndio paseri ndio mhubiri kule kunyumba. Amen. Amina. Je, tuko pamoja? Ndio. Ninabii wanasema. Ndio. Make unya kama fulani hawako kukazi, sheru wako ni pasera kwa kuongoza watoto na mimi shua baniomba, wanaenda kulala, kila kitu anakusha kwa kufundisha yeye. Yeye ndio kuna hapo mkanisa yake, hapana yako. Ni kanisa yake. Ndio. Ninabii wanasema. Fulani vile ndio kule kukazi, sheru anakusha kamata soya watoto make sure baliomba. Sasa kama baba yuko pale sasa ndio kanisa inaenea na diakra anakuwa ndio kwa taratibu mnaongezea. Amen. Amen. Mungu aturehemu sana. Amen. Mimi leo badala biko bize na hivi ya dewana bana muda ya ikana na watoto baombe. Abana ta muda ya oroja sema saa fulani saa ya maombi katika familia. Habikwani tena. Saa ya kulala mtoto ule mwingine mtoto anamshoka na leo saa fulani tunaomba. Dusha mfundisha anaweza kana kukumbusha next time sasa mama ni saa ya kuomba napenda kulala. Dura mfundisha. Wewe unashitukia mtu alishalala. Jua nini haukuweza kumwambranda au yu position yako. Haujui kenyewe wewe unapaswa kuwa kama vile mhubiri. Mungu aturehemu sana. Amen. Eti mbeleze. Amen. Hiki tunaisha moto na charge. Samahani kidogo. Je, mnampenda Branham? Amen. Wazee mtamchukia yuko na mamakia. Ndio watu wanapendake injili ya hivi. Ya kuambiana ukweli. Tunapenda mkuye kwetu mtapata hiki, mje tutafanya projet ya kukutili ama mguu ya makuku ndio wanapendaka. Tutavoyage tena beach. Ndio wanapendaka vile. Na mtu akubambie vile wana silubla, hawapendani watu leo. Mungu aturehemu sana. Amen. Branham dit, Dieu lui donne une petite assemblée à laquelle prêche à la maison. Ainsi donc, continuez avec cela. Amen. C'est bien hivyo mweze kuendelea na hiyo. C'est bien
kitu kia mzuri. C'est vous qui commencez cela à première. Amen. Sema ni nyinyi ndio mnapaswa kuanzisha hiki kwa mara ya kwanza. Ainsi donc, allez directement avec vos enfants. Amen. Na mnapaswa kuenda tusambamba. Mnyororo kumstari pamoja na watoto wetu. Amen. Mtoto nishindikana nisikiani tena ulimwanzishaka ile mara ya kwanza. Unambeba kwa kanisa, Sunday school yenyewe haijuwaki. Kanisa hakujuwaki. Mumaombi yenyewe haubaki na mwinvite muombi. Sasa maana kushinda. Wewe ndio ulifanya yako. Mwanzo uko na vifanya. Ndio maana nasema ni wewe unapaswa kuanzisha hivi kitu kama mara kwanza. Mungu aturehemu sana. Tukubana niko nazungumzia kuhusiana na dada Susan, mama yake ya John Wesley. Mama yake ya John Wesley alikuwa ni dada wa mzuri sana, ambaye alikuwa anakusanyisha watoto wake kila mara kusudi baombe. Tukuna mnazele ushuhuda ya ule mama alikuwa mzuri sana. Sasa hajawahi kuona mama kama nabii. Anazidi hata mama bado wa hii dunia. Muamerika alikuwa ni yeye alikuwa mzungu Fred, muangalie ana give birth 17 watoto. Serikali wazungu wanapiga mwili wala hata moja. Wala sasa Israeli hana vya kumkulisha. Wewe mzungu alipiga 17 watoto na wote waliongoza mstari ya neno. Na ndio pale mtoto mmoja atupatia nani huyu nabii wa ile kizazi John Wesley. Mama yake Susan. Ndugu Branham anasema alikuwa ni dada mzuri sana. Sasa ba Susan leo biko wapi? Ba kuongoza watoto munjia ya mzuri. Hatubasikia gite. Yua nini watu biko busy. God never change. Preach 1962 or 20 January. Brother Branham says this. La plupart des femmes ont des machines à lessiver et des fers à repasser électriques et des machines à laver la vaisselle. Amen. Je mnasema amina pale? Amina. Sasa wingi wa wanawake leo wiko na hii mashine za kufula, za kurepase nini tu sana. Wanataka wao wanaenda na ikala fasi mama uko na muda ya kufanya bidii cheveacha mule unarudia unafanya vingine. Kama ni kurepase piko kama mashine unataka tu mangumu zile repase hiyo wenyewe. Ndio kuna wanasema mwanamke benki leo weko na hiyo vitu vyo wenyewe mu manyumba, hata kwa kusukuna masaani biko nani. Leo dada alikuwa bila hata hiyo vitu mnyumba. Mimi alikuwa anajipatia muda ya kufanya watoto kuongoza juu ya neno ya Mungu. Huyu dada ataweza kuhukumu watu wengi sana. Na mwa hii ujumbe Fred. Huyu dada ataweza kuhukumu dada wengi sana. Kabisa. Mwa hii Australia, mwa hii Brisbane. Bakina Damarki. Écoutez les prophètes. Frère, pas seguir. Frère, ndio frère Branham kule. Ndio ilituma watu wanaanza kumchukia. Ndio alikuwa anaambia watu moi sur là. Ufuna usafune yana jisemea wake pa anatimiza benye ya Mungu alimwambia aseme juu ile siku. Dada Susan, mtamsikia 17 watoto kwa. Mimi mtana kuongoza maneno ya Mungu. Na alikuwa bila fera repasa, alikuwa bila machine. Sasa alikuwa anafanya time management gani? Unatoka kwa kazi nyumba chafu, chakula haine, kwa sababu dada alikuwa mwenye. Sasa ilikuwa nafula. Machine ziko pale unatiaka tu mtu anatia mguu kwingine alikuwa nafula. Dada siku zeni atakukonda ni siku moja. Mungu aturehemu sana. Écoutez les prophètes. Il est dit, et toutes ces choses comme cela, et cependant, elles sont à moins de temps pour prier. Amen. Excusez-moi, je vais sauter quelque chose. Il dit ici, et les machines à laver les vaisselles, en poussant les boutons. Parce que nous avons une machine à kusukula manguo pour presser tout bouton binaanza bebenya. Et toutes ces choses comme cela. Et cependant, elles ont moins de temps pour prier. Bako na hiyo vitu vyote mumanyumba, ndio kuna muda mdogo wa kuomba. Qu'elles n'ont jamais eu. Savez-vous? Ase bako na muda kidogo ya kuomba yenyewe hajawahi kuwa nayo. Mnajua? Savez-vous que Susan Wesley avait 17 enfants? Amen. Ase mnajua kama Susan Wesley alikuwa na watoto 17? Ndio mama yake ya nani ya John Wesley. 17 frère mzungu anapiga wote banda alikuwa anaongoza katika nini maombi.
Msikie. Et elle avec ses 17 enfants, mais yeye na hao watoto wake 17, elle puisait de l'eau au ruisseau. Alikuwa anachota maji katika kisima, hapana maji za nyumba leo. Uko unageuka nyuma tu hivi maji kwa nyumba yako kwa mbele yako. Walikuwa wanaenda kwa kisima. Elle puisait de l'eau au ruisseau pour laver avec les mains. Na kusukula nini na mikono? Hapana mashine. Bado kufuta maji kisima, wanasukula nini na mikono? Wao unasukulanga na nini na washing machine? Mimi hauna hata ile muda ya kuomba wala muda kuikana na watoto. Suzena tanikondane siku moja. Écoute. Et pour laver avec les mains. Et cependant, elles peuvent trouver 2 ou 3 heures par jour pour prier avec ses enfants. Amen. Alikuwa anafanya hivi vyote na mikono na kushota maji na sukuna mikono masahani kila kitu. Mimi alikuwa anakuwa kila siku saa 2 au saa 1 kusudi baweze kuomba pamoja na watoto baki. Amen. La sœur Suzanne. Moi génération yetu. Sio kusema mimi historia ilishafanyika ni moi génération. Unataka kuondane badala bengi leo. Écoute. Je vais vous dire ceci. Avec ces 17 enfants pamoja na watoto wake 17, et parmi eux sont venus John et Charlie, 2 grands messagers, John Wesley et Charlie Wesley. Amen. Kutokea pamoja na watoto wake 17, ulitokea mambo ya ujumbe bawili, John Charlie Wesley na nani na John Wesley. Huyu bwana huyu. John Wesley. Katika kizazi cha nini? Kia 6. Alikuwa mjumbe wa kizazi kia 6 John Wesley. Alikuwa na patience. John Wesley. Alikuwa katika familia ya dada Susan. Mama alikuwa anamuongoza. Walikuwa wanakuwa na muda ya kuomba katika nini? Familia. Je badada wale watusikie haya aibu. Surtout ba mmonstrano. Tuseme kwanza kwenye kwa Mwafrika sasa baweza kuwa naka. Nani kabla wa kudefend tunataka kufuta maji mbali. Tunafanyanga na mikono kila kitu mimi na huko frère. Mikono yako iko miepesi sana. Vitu vya nguvu wenyewe na kamatana lazima ni remote tu kwa kisha TV point ndio kitu kia nguvu. Jua hata nyama zingine mu mafriji kuna kushaka kukatia katia. Mabeji tumekushaka kukatia. Sasa kia nguvu yuko kuzito ni remote. Mungu aturehemu sana. Leo yule alikuwa anafanya kila kitu yote na mikono yake, mimi niko na muda ya kuomba na watoto. Jua nini alijua kama yeye ni pastor katika nini? Familia yake. Na kisha kuongoza watoto njia ya nzuri ya kuogopa Mungu. Amen. Amina. Heti vous bénisse. Amen. Ndio nabii ule tuliambiwa. Je prends encore l'accusation. Shitaka. L'accusation prêchée de 1963, paragraphe 378. Frère Branham nous dit ceci. Écoute. Père Céleste, c'est Baba wa mbinguni, il m'a semblé que presque toutes les mains de jeunes comme vieilles étaient levées dans cet auditoire. Et je prie que chaque fois qu'on fait jouer cette bande, que les gens lèveront leurs mains et s'agenouilleront dans la prière, que les papas et mamans se prendront par la main. Amen. Donc Branham anasema c'est baba wa kumbini. Naomba ya kwamba mikono yangu na katika maombi, katika kufunga. Anasema tuweze kuinua nini mikono yetu katika nini auditoire, katika makutano mule mwenye balikuwa na bakiomba. Anasema kila mara wakati watakuwa na piga hii kanda, hii sitasoma watu tuko tunaisikiliza. Watu tunasikiliza nabii kila mara. Tunaposha kunakuwa na ile esprit ya kuinua mikono yetu juu katika nini maombi, tukishimama au tukipiga nini magoti. Na bibi na bwana wakishikana nini mko? Hapo ni wapi sasa? Sasa ni kunyumba wala katika kanisa kama mlikala fasi kama mlise bafema wanakala pale. Bibi na bwana wanashikana nini mu? Je, tuko pamoja? Ni nabii Branham anasema katika maombi muna utasha kila mtu huko kule kama mwe kwa Rwanda mwingine kwa Burundi mwingine kwa Tanzania kwa maombi. Mtashikana mkono namna gani? Mungu aturehemu sana. Amen.
Nilisikia predication siku moja, mke wangu aliniitiaka kwa nafuata. Pastor wa ku Belgique kuna nasema kama ile doctrine ya kushikana mkono wewe na Bwana ni ya mapale. Lazima mwingine version na Biblia kama nasema wakati mnashikana katika maombi, mnapiga magoti hivi na Bwana bashikane nini? Ni alama ya mzuri frère ya usujana yoyo. Amen. Mimi hapa kushikana mkono sasa unamsikiliza mzangu mimi atasema, akisema ya bila bila wanapenda kusema kwa kupendezesha tu. Mshikane mkono ni alama nini? Ya usujana kuonyesha kama Mungu pamoja katika maombi. Mnafanya ile shene ukufu. Mnafanya shene. Amen. Écoute le prophète. Il dit ceci. Et je prie que chaque fois qu'on fera jouer cette bande, que les gens lèveront leurs mains. Asema naomba wakati mtakuwa mnasikiliza hii kanda, watu waweze kunua nini? Mikono yao, lever leurs mains et s'agenouilleront na wapiga hata magoti dans la pièce, katika nafasi kama au katika makutano. Tunaweza kushimama tunapiga mikono, tunainua mikono, wala tunapiga magoti, bibi na bwana tunashikana mkono, haina nini? Haina dhambi. Kama kuna bibi na bwana ndio makosa. Chetu kwa pamoja. Chetu kwa pamoja. Tutaonyesha watu wako wanaleta moshi ujumbe pale balete ujumbe. Lazima ndio vile kitu mnaikana bini mnanani basi moja itapermettre ba frere na ba frere baanze kupendana, mkanisa baanze kupendana. Ndio baruhusu bibi. Sasa kama dada yuko kule na frere yuko kule vile, sasa tutashikana mkono namna gani sasa muombe? Mnapaswa kukaa basi moja vile. Haina dhambi. Amen. Frère Branham dit, s'agenouillera dans la pièce, que le papa et la maman se prendront par la main. Ase baba na mama bashikane nini? Mkono. Kama ni maombi katika kunyumba, kama ni kanisa, fasi yote mnapokuwa mnaomba mnakutana Mungu bibi na bwana mshikane mkono, inafanya nini shene? Mnaonekana kama mnaungana. Na wote mnaungana bila ile shene hakuna mtu anaweza kukata. Amen. Écoute. Et qu'ils diront, chérie, ça fait assez longtemps que nous sommes des membres d'église. Na Biblia wala Bwana anasema, sasa mke wangu wala mume wangu inakuwa muda mrefu tuko wanamemba wa kanisa. Venons à Christ, tukishakuwa kwa Christ. Accorde-le Seigneur. Asema Bwana uweze kuiruhusu. Bénis ces gens qui sont ici. Bariki watu ambao wako hapa. Je te prie de leur donner, Seigneur, une vie consacrée. Beaucoup d'entre eux, Seigneur, sont des braves gens. Ce sont les tiens, mais ceux qui n'avaient pas connu la vérité. Aussi, je prie de leur montrer ta vérité, Seigneur, ta parole et la vérité. Amen. Ni katika maombi sasa wale bandugu na wadada wanaanza kuomba kushikana nini? Mkono wanaomba Bwana. Tushakuwa muda wa mrefu tuko wanamemba wa kanisa. Tunaomba uzo bariki hapa bado tunatubariki, tutaki kwa tu wanamemba tuishie tu barana maa. Tunataka tubariki, tupate ile mubaraka yule kwa tianga barana na yeye. Pale ya kujina tu. Amen. Amen. Na anasema ya kwamba Mungu ataweza kuifanya kupitia neno lake, neno lake ni ukweli, ni ukweli. Kama kuko kitu kwenye Mungu anakuwa anaogopa sana neno lake. Je, tunakubaliana na nabii? Katika maombi tunaweza kupiga magoti, tunainua mikono yetu mtakatifu wakati mtakatifu ndani yetu. Na Biblia inakuwa kushana kwa kuomba wale wanashikana mikono, diako msende kumkataza sisi mnashikana mkono. Inakuwa aje tena haina dhambi. Inapigwa hapo kuna sema haina dhambi. Ni alama ya mzuri. Yuko kunyumba, yuko wapi? Mshikane mkono sio makosa frère. Hii situation nilitafuta mpaka nitatu nimewahi kuzungumzia tena kwa Malawi. Wakati nisikie predication, shepo kama alikuwa anafuata kama nakumbuka nikamwambia ni ya bongo. Ule frère yuko anasema hana situation yenye frère Branham anasema kama badada bibi na bwana wasishikane mkono katika maombi. Mimi nilikuwa na situation nishakusikia. Mwambie nilifika na kuongea ile predication. Jua nianza na bongo sitafuata tena. Bila shaka situation kwenye frère Branham anasema bila utakoreje. Maana yake na nafasi nyingine alisema na tuko sababu yeye ndio anasema hivi. Ndio bibi na bwana nani ndio atabakutenganisha? Hakuna. Amen. Amina. Je continue. Je prends l'aveugle Bartimée.
Ase kipofu Bartimayo. Isa mtu unamsikiliza ni nani? Ni nabii tu. Amen. Amen. Pana mawazo ya wanadamu. Nibenye nabii alisema ndio tunarepete, ndio tumesema ndio ni ndio ya absoli wetu, ndio ya akili. Tunapaswa kujue bande. Amen. Bande kuna namna za mingi za kujue. Lazima ni kaseti tunatia pale unaanza kusikiliza. Wala sisi tu tunasoma ni bande ambayo tuko na nasikiliza bila kuongeza wala kupunguza. L'aveugle Bartimée prêchait le 1957 le 1er mars. Ziko mbili ya le 1er mars tuko nayo. Mshenda kuitafuta moja nyingine ya janvier utapata hii citation paragraphe 9. Programme dit ceci: vous savez, il y a beaucoup de choses dans le fait de se retirer et de se retirer pour rester seul. Amen. Ase mnajua mko mambo mengi sana mwele tukio ya kuweza kutoka kusudi ubakie wewe pekee. Na mambo ya mingi sana. Amen. Katika maombi wakati uko unaomba wewe pekee, inakuwa ni mambo ya Mungu, unakuwa na confidence wewe mwenyewe na Mungu. Nimeonyesha secret ya kuomba kimunyu moyo wewe mwenyewe. Inakusaidia hata shetani hata sikia venyewe uko na wewe mwenyewe na Mungu, unajiretire wewe mwenyewe uko unasema venyewe uko unataka. Wewe mwenyewe mshambre yako. Wewe mwenyewe kama ni kumulima, wewe mwenyewe kama ni mkanisa. Uko naomba wewe mwenyewe. Mbele watu kufanya kile mambo ya hivyo tena. Tunaombaka na wakati walitangaza kwa siku fulani tuko na maombi unaenda juu walitangaza. Leo wao ndio kuomba ya wewe mwenyewe. Frère Branham anasema Mungu vitu vya vizuri sana kwa kuweza kujiretire uende wewe mwenyewe. Écoute, bien des gens ne prient jamais jusqu'à ce qu'ils viennent à l'église. Alléluia. Asema watu leo hawaombaki tena, wanataka baombe wakati tuko naambia watu kukali. Mbele saa ya kuomba wao wenyewe hawakuwaki nayo tena bantu. Akisema bantu ni bantu wote en general. Amen. Bantu bote hawaombaki tena milele. Hapa ile muda ya kuomba kwa wenyewe. Bis. Écoute. Bien des gens pensent que le seul endroit pour prier c'est à l'église. Ase batu bengi ndo bana wazia kwamba fasi pekee ya kuombea ni wapi? Ni kukanisa. Kukanisa sio fasi pekee ya kuomba. Katika manyumba na kuko fasi za nzuri za kuombea. Ndio. Hata kukazi kuko fasi za nzuri za kuombea. Waislamu walisema kutuiba ile secret. Muislamu shafika saa ya kuomba, anafunga kwa shop yake anaenda kuomba. Wala mlele shop yake anafunga yuko mliko nao. Mnyumba yake ndio siseme fasi yote ni fasi ya kuomba. Saa ya kuomba ishafika anapiga magoti anaanza kuomba. Bali hiyo ile secret. Mesi wa Kristo wa leo wanajua fasi ya kuomba ni kanisa tu. Na siku ya kuomba ni siku ya tano. Vendredi ndio siku ya kuomba tu, ndio Mungu anajibu yake. Hii wiki yote anafanya madhambi zake, vendredi anaenda kuomba kwa padri, anaenda kuomba kwa bishop, anaenda kuomba kwa pastor. Hivi vitu tunaona vinaanza kufanyika na makanisa ya ujumbe. Ungesha mtu anaenda kutubu kwa pastor kila vendredi, wala kila samedi siku ya maombi, pele ya kwenda kwa kanisa anapitia kwanza mhubiri, ilifanya hivi na hivi na hivi. Mlivitosha. Ndugu Branham asema hivi. Mungu aturehemu sana. Amen. Bien des gens pensent que le seul endroit pour prier, c'est à l'église. Mais la Bible recommande, la Bible recommande, où homme, de prier partout en levant les mains pire. Amen. Asa Biblia inaweza kurekomande, asa batu baweze kuomba fasi yoyote bakinua mikono yao. Partout, sans exception. Hapana mkanisa. Fasi yote watu waweze kuomba wakishemua mikono yao. Kama ni kuomba, kama ni kukazi, kama ulikuwa unaenda sehemu na pulo kwa unaenda kuomba ni sawa. Ndugu Branham mara mingi alikuwa anaenda sehemu anasikia shauku aombe, amulilie Mungu. Kama alikuwa anatembeza gari na pulo anaanza kwa kuomba. Ilikuwa ni saa ya kuomba anajisikia aombe. Wewe inakuwa unalazimisha kwanza itaomba Jumapili kwa kanisa na watu wote. Ndio unayoa kwa kanisa ndio fasi ya kuombea. Mungu aturehemu sana. Amen.
Ndugu Branham yuko anafundisha namna ya kuomba, msisaulike. Tulisema kama mafundisho yote ni kufunga na nini? Na kuomba kulingana na nani na Nabii Branham. Amen. Il est dit, mais la Bible recommande aux hommes de prier partout en levant des mains pures. Et puis, quand nous nous trouvons seuls, d'habitude nous prions d'une manière différente que lorsque nous prions dans l'église. Amen. Asema na ingine, wakati tunakuwa sisi wenyewe katika maombi tunaombaka tofauti na vile tunapaswa kuomba en general na watu bote. Napaswa kuwa tofauti. Kwa hiyo uko wewe peke yako, kuna vya mingi sana kwa kuna muda wa mrefu. Wakati uko naomba hapa sisi wote tunasema tuombe tukaribie Mungu kwa dakika chache. Au kesi dakika chache utakuwa na reserve. Leo wakati uko wewe peke utasema leo mpaka kesho ndio nataka. Mpaka Mungu akupatie alama ya jibu ya maombi yako. Amen. Tusome ile andiko tushasema tu wasema Biblia inasema sasa nifasi gani kwenye Biblia inasema? Tumuulize na pia tuonyeshe katika aveugle Bartimaeus. Ni katika Timothée plutôt. Timothée tunajipatia nafasi. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Reprenons dit ceci dans 1 Timothée. Excusez-moi. Timothée chapitre 2 verset 8. Timothée wa kwanza chapitre 2 verset yake ya 8. 1 Timothy chapter 1 chapter 2 verse 8 plutôt. Frère, comment on a fait le sommet pale? Ok, je lis. Il est dit ceci. Je veux donc que les hommes prient en toute lieu, en levant de mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Amen. Si na Biblia namba nilikuile andiko. Asema mimi nataka fasi yote watu baweze kuomba wakiinua mikono yao mitakatifu bila nini kasirani au mawazo mabaya. Fasi yote ndio watu tunatafuta. Sio tu kukanisa. Amen. Sio mchumba cha maombi tu ndio wanaombea ndio Mungu anajibiaka. Hata na kunyumba, hata na kukazi, hata kwa mgari, afasi yote cha ziada ya kuomba unapata nini? Kuomba bila nini ujanja, bila risk, bila ukasirani yoyote. Ndio mtu fulani alifanya hivi ndio sasa unasema chunga sasa ni muombee ya mbaya. Wewe unachunga sana kuwa na ndio unamuombea muambilie mu maombi. Sio mambo ya kasirani au kuserekeana. Amen. Verset 9, il est dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits de ceinture, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Basi nilikuwa natafuta ile verse 8. Inasema kama anapenda fasi yote watu les hommes oblige soit des femmes et les hommes baweze kuinua nini mikono yao mitakatifu mbele za Mungu. Fasi yote hapana kukanisa tu frère na kunyumba na kukazi. Kama ni kushamba kwenye utakuwa huko, kama utaenda na kumulima, kama ni kokote kwenye utajisikia ni saa ya kuomba uombe. Hapana kuchunga maombi kwa na reserve, unakuwa na mtungi ya maombi unachunga tu Jumapili utaomba. Au ile na saa ya kuomba ile Jumapili umalize ile mtungi. Siku ya maombi ni Saturday, ndio siku ya maombi tunaenda kwa maombi. Hii siku yote baada ya kuomba unachunga tu Saturday. Mungu tunaye sana. Dieu vous bénisse. Amen. Yuko dada mmoja yuko kwa Malawi yuko nafuata hii predication yetu tunacheka kwa YouTube. Ndio kanisa kuniuliza swali sana, mimi naelewa sasa ndio pale kwa naenda maombi ya Saturday. Kumbe ulikuwa na Jacob ya sio vya Mungu vya nini na Biblia ndio unasema.
Mimi nakuwa na muda ya kuomba. Nikishaomba nasikia Mungu ashakujibu. Sasa niende tena maombi ya Saturday juu ya nini? Ile ni maombi ya watu wote, ndaba pagani, ndaba mwizi, ndaba lozi, wote wanakuya ile si. Leo ushaenda unafanya zaidi zani. Mimi kama ushakufundishwa na wewe ya kufanya, kama uko na saa ya kuomba na muda ya kuomba, ushakuomba fasi yoyote, sio siku ile nyewe walitangazana kama unakuwa unaenda kuprofita. Sio vile. Ile ni ya watu wote. Ndaba mwizi, ndaba lozi, na yule leo kuna jifikiria wapi makani? Makanisa ile siku mnakutana na wote kule. Sasa uko unachunga ndio siku yako ya kuomba. Karabani. Mungu aturehemu sana. Est-ce que vous aimez les prophètes? Amen. Dit ceci. Et puis quand nous retrouvons celle, d'habitude nous prions d'une manière différente que lorsque nous prions dans l'église. Amen. C'est la prière dans le secret dont a parlé Jésus. Amen. Sasa ni kuomba katika nini kisiri ambapo Yesu aliweza kusema. Maombi ya kisiri ni maombi ya nguvu sana, tena iko na efikasi, nguvu. Iko na puissance ya mingi sana kuliko ile ya jumla ya watu wote. Ya mwizi na wachawi na hipokrite na utanania bali ile siku ile haina na efikasi sana kama ile ya wewe mwenyewe unajiekarte unajitoa unaenda kuomba. Yesu mwenyewe alikuwa na wanafunzi bado. Mbele Getsemane akijitosha yeye mwenyewe anajiekarte na wanafunzi anaenda kuomba yeye peke. Sasa unakuwa na reserve maombi Jumapili ndio utaomba. Saturday ndio siku ya maombi. Sasa wewe mkatolika mnachana nini? Wala wewe na Mizlimani mnachana nini? Uko sawa sawa. Mimi na Biblia tunatufundisha mambo namna jinsi ya kuomba, namna kukaribia Mungu katika nini? Maombi. Kama vitatushinda vitushinde na Biblia nao iko wazi. Amen. Il dit entre dans les lieux secrets. Anasema uingie katika ile nafasi ya kisiri. Ferme la porte. Amen. Amina. Ile nafasi yako ya kisiri na ufunge nini mlango? Je, mlango umeshakujua? Ni Mathayo 6:6 tutoka kusema. Asi wakati unaingia katika maombi ufunge nini? Mlango. Ile nafasi ya kisiri ufunge nini? Kama ni mshamba yako funga nini? Kama ni kukazi funga. Bora wakati uko mshope mule uko naomba na watu wanakia kongo wewe Mzlimani afungula bali saa yake maombi na hii funga mlango usikutilie makelele. Wewe uko maombi unatia sasa na mikro watu wote basikia uko maombi. Fujo. Funga mlango ni siri wewe na Mungu wako. Wewe maombi ndio na baba sasa leo ndabambia. Mtu kome balozi ndio usifunge mlango ongea na Mungu wako. Wewe ndio baba balozi. Na watakunoka choko na kuogopa. Mungu aturehemu sana. Amen. Dit entre dans le lieu secret, ferme la porte et alors prie ton Père qui voit dans les secrets. Amen. Unaingia katika nafasi ya kisiri ufunge mlango kisha sasa uombe baba yako ambaye anaonaka ndani ya nini? Ya siri. Mungu wa Abrahamu anaonaka ndani ya siri. Kabla hujaanza hata kusema vidogo anataka anakuwa kisha mahitaji zako. Ndio tunaipaka tena muhimu. Anajua mateso yetu. Anapenda kutusaidia. Hakuna rafiki kama Yesu. Unaimba na Mungu sio. Karibu Yesu malaika wa Yesu. Mesa ya kuomba sasa fujo. Baba kuna nini unaomba bisikilika? Rosha kwa tokoroka. Joni. Omba katika sehemu turehemu, unisamehe upatie kinaibu atakatifu wako kuna vizuri ya kinaibu. Wewe na moyo msilia. Mungu aturehemu sana. Amen. Il est dit, il voit les secrets. Votre Père qui voit les secrets et celui qui voit dans les secrets te les rendra publiquement. Amen. Asole baba yako kwa anaonaka kisiri, anaonaka biasiri, anaonaka bia ndani ya roho zetu. Mimi wakati anabariki anafanyaka nini? Wazi. Wakati anaponya anafanyaka nini? Wazi. Watu wanatemani mtu alikuwa mgonjwa anapo. Mtu alikuwa bila kitu anabarikiwa. Mtu alikuwa anatafuta gari kipata. Mtu alikuwa anaomba watu mukisiri. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Je prends les conférences avec Dieu. Ase mkutano pamoja na nani na Mungu. Prêcher le 1959. Paragraphe
49. Tutamalizia hapa kwa ajili ya siku ya leo, mnipe radhi. Paragraphe 49, paragraphe 50. Frère Branham dit ceci: lorsqu'en des conférences mondiales, wakati panakuwa nini makonferensi, ile mikutano ya kidunia, généralement les gens choisissent les lieux où ils doivent se tenir. Asa kwa kawaida watu wanakuwa natafuta nafasi ambayo ile mkutano utafanyikia, sio vile? Et que faut-il à cette conférence? Na wanafanya nini katika hiyo mikutano zao? Ils boivent banakunywa, ils prennent des coquettes, banakunywa ile maconquettes kama ni makoka, vitu vya biscuits vya vile, et ils fument des cigarettes, banakunywa ma cigarettes, et ils se mettent ils se mentent les uns aux autres, banadanganyana wamoja kwa wengine, ils se trompent les uns aux autres, banadanganyana wamoja kwa wengine, pour parler des paix du monde, banadanganyana mmoja kwa wengine wakisema amani ya dunia. Hiyo ni conference za nini? Za kidunia. Mais quand Dieu convoque une conférence, wakati Mungu anaweza kuleta nini? Conference, mkutano wa Mungu. Msikio tofauti na mkutano ya kidunia. Mkutano ya kidunia wanapanga tutataka kutarania hapa siku fulani. Tutakunywa hivi vinywaji vitakuwa vina hivi. Watakuwa masigareti. Tutaenda kuzungumzia juu ya nini? Ya amani ya dunia, na amani ya dunia na mashindano habainetaki. Ndugu Branham anasema wakati Mungu sasa anafanya mkutano, ni tofauti na ile mkutano ya kidunia. Msikio tofauti wake, anasema lorsque Dieu convoque une conférence en gênant, en se purifiant, on prie, on reçoit des ordonnances et on va na wanapata nini? Maordonansi kutoka kwa Mungu, na wanaendelea mbele, wanasonga mbele, injili inasonga. Amen. Amina. Kwa konferensi za Mungu vile tofauti za banadamu. Amani, konferensi ya leo juu ya amani, na amani ambayo ipataka. Juu ya nini? Ni vyabo mimi ya Mungu banaweza kuendelea mbele. Écoute, voilà la conférence avec Dieu. Aseme muone vile mkutano pamoja na nani? Na Mungu. Ni wa kufunga, kujitakasa na kuomba. Amen. Ce n'est pas en festoyant, mais en gênant. Amen. Aseme sio ya kuweza kupata kama vile mafestival ya kupublier nini, ya kutembea, ya kutangaza. Mais ni kufunga tu konferensi ya Mungu. Ce n'est pas en donnant libre cœur à la suivre. Sio kwa kutosha ile manafsi yenye ziko huru kwa machafuko, mais on se sépare en se purifiant de toute impiété lorsqu'on va devant Dieu. Amen. Sio kwa kutosha nafsi zetu zenye ziko huru katika mambo machafu, ila ni kuweza kujisepare, kujitenganisha na kujitakasa na mambo yote machafu wakati tunakukaribia nani? Mungu. Vous vous purifiez par la foi. Mnajitakasa kupitia imani, en mettant l'hysope dans le sang, vous purifiez votre cœur et vous marchez devant Dieu pour une conférence. Voilà le genre de conférence qui se tient quand vous rencontrez Dieu. Alors Dieu vous donne des ordonnances. Alors vous allez de l'avance. Il va avec vous. Amen. Ndio utofauti wa konferensi ya watoto ya Mungu na konferensi za kidunia. Amen. Watoto wa Mungu wanakutana juu ya kumkaribia Mungu, na kwa juu ya kujitakasa katika maombi, katika kufunga, katika kuacha mambo mabaya, katika kuacha nini? Hipokrisi. Unafiki. Wanachana na ile mambo yote. Mungu anawapatia ordonnance zake zenye watasonga nazo mbele, na Mungu anakuwa pamoja nao. Hawaachaki. Paragraphe 50, il dit: il y a beaucoup de grandes conférences auxquelles nous pouvons passer. Asi panakuwa mikutano mengi sana ambayo tunaweza kupitia, mais l'état ne nous le permet pas. Muda hizo kuturuhusu. Il y a eu dernièrement une conférence, palikuwa hapa masiku inapita mkutano. Il y a eu une conférence du temps de Martin Luther, palikuwa mkutano wakati ya Martin Luther. À la conférence, palikuwa à la forme plutôt kwa mtindo. Dieu a appelé Martin Luther à aller prêcher la justification. Mungu anaweza kumuita Martin Luther ndio kuhubiri juu ya nini? Ya kuwa justifié.
Et ce dernier l'a fait. Na wakati wa mwisho alifanya. Une conférence viteni au temps de Wesley en Angleterre pour qu'il prêche la sanctification. Na hii wakati tena Mungu aliweza kufanya nini? Ile conference kupitia nani? John Wesley ambaye kutoka kuzungumzia huko Angleterre, juu aweze kupreshe nini? Ya kujitakasa, sanctification. Et quand Wesley témoignait wakati Wesley alikuwa anashuhudia, j'ai porté son menton, le dernier menton qu'il avait porté, une robe. Ati wakati Wesley alikuwa anashuhudia, ilikuwa na nini? Na ile na koti yake, na koti ya mwisho ambayo ilikuwa nayo ilikuwa ni kanzu. Je me suis tenu à sa chair où il prêchait. Niliweza kushimama katika madhabahu yake ambayo alikuwa anahubiri à 1100 personnes chaque matin. Palikuwa watu 1100 personnes, vile tunasema kama 1100 ilikuwa ni 1000 na 105 kila siku asubuhi à 5h. Kila siku asubuhi ile 5h maana kwa ni saa 12 saa 11 ya asubuhi. Je me suis agenouillé dans la chambre. Sasa nikaanza kupiga magoti katika nini chumba. Et j'ai rendu grâce à Dieu pour sa vie. Na nikaweza kutosha nini neema kwa Mungu juu ya maisha yake. La chambre même où il est mort, katika chumba kule pamoja ambapo aliweza kukufa, et là dedans avec l'esprit sur moi. Humo ndani kupitia na nini? Na roho juu yangu. Je me suis dit, oui, Wesley était fidèle. Nikasema ndio, Wesley alikuwa nini? Mwaminifu. Dieu est saint. Ange avait tenu une conférence selon laquelle il était temps de prêcher la sanctification. C'est Mungu na watakatifu wake aliweza Mungu na wamalaika wake aliweza kuchukua nini ile conference ile mikutano ambapo wakati alikuwa anaweza kuhubiri juu ya nini ya kujitakasa. Et ils ont choisi Wesley et il était fidèle à cela. Wakachagua nani? Wesley alikuwa mwaminifu kwa hiyo. Puis la Pentecôte. Kisha Pentecôte ikakuya, c'est le temps pour la restauration de Pentecôte. Ikakuwa ni wakati wa kurudisha juu ya nini? Ya Pentecôte. Ile conférence fut tenue au ciel. Pakakuwa nini? Mkutano ulifanyika wapi? Kumbingu. Et c'est le temps de verser la plénitude de l'esprit. Amen. Asema mkutano kafanyika wapi tena? Kumbingu. Ilikuwa ni wakati wa kuweza kushusha nini? Utimilifu wa roho. Ndio kwa maana tunasema Pentecoste kwetu leo sio yenyewe watu wanakuwa wanasherehekea. Pentecoste ni nini? Ni siku ambayo Roho Mtakatifu anaweza kushuka. Kama unakuwa na ile Roho Mtakatifu ndani yako, maki na wewe unasherehekea Pentecoste, kila mara tunasherehekea vitu tuko nayo. Hapana, ile ni moyo ya mwaka. Pentecoste ni nini? Ni experience ya Roho Mtakatifu na ndani ya bantu. Sio ile date yenyewe bashaka kusinzira. Hapana, mpoteza muda. Ni madistraction, batake watu wauzishe, bafete, nini babatize bantu, batafute watu bakwe mingi, ndio wanafanyanga ile masiku yao ya mwaka. Mais Pentecôte c'est le frère Branham anasema ni nini? Ni siku ambayo conference ilifanyika kumbingu, bakashusha utimilifu wa Roho Mtakatifu. Amen. Ndio Pentecôte kwetu ni nini? Ni experience ya Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez cela? Et cela est descendu na hiyo ikashuka, et ils ont prêché cela na bakahubiri hiyo, et nous l'avons reçu. Amen. Na tukaweza kuipokea. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Amen. Tukapokea nini? Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki sana. Tunaweka mkato nukta hapa kwa ajili ya siku ya leo. Tutaendelea Jumapili ijayo kama Mungu anatujia msaada. Que Dieu vous bénisse richement. Na mimi mtu mmoja aliweza kubarikiwa wala aliweza kukula chakula. Amen. Kwetu sisi kufunga na kuomba ni hivi, sisi tunatoka kusikia Selo Branham. Hatutaenda kufunga tu juu ya kufunga, hatutaenda kukanisa kuomba tu juu ya kuomba tu bali takasa. Tunapaswa kuomba Selo nini? Branham ndiye sana kufundisha, tunapaswa kwa tunaomba. Amen. Et Dieu vous bénisse. Bila kusolika fasi kwenye necessite sana, nasema badala nao ni wahubiri katika nini manyumba zao. Wanapaswa kujua kisi ya kuwa na fundisha watoto. Wanapaswa kuwa wanaona wasoma hata kusoma, mbele kukaribia katika maombi bana, soma kusome. Hata na sisi katika ibada zetu, kila mara tunapaswa kutanguliza Mungu katika nini? Nyimbo za Daudi kusoma. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.
Ndiyo tutasimama sasa tuweze kukaribia Mungu wetu katika maombi kwa dakika chache. Chaque promesse dans le livre, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois dans son amour divin. Oh oui, chaque promesse est dans le livre. Oh oui, chaque promesse est dans le livre. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois dans son amour divin. Oh oui, chaque promesse est dans le livre. Oh oui, chaque promesse est dans le livre. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois dans son amour divin. Oh oui, chaque promesse dans les livres. Bien qu'il a ahadi kitabuni yangu kila kipindi shairi na msita. Mimi naamini upendo wa Mungu kweli, kila ahadi kitabuni yangu. Tulisha kufunzwa namna ya kuomba. Tutakaribia sisi wote Mungu wetu kwa maombi kwa dakika chache. Mtakatifu, mfalme wa amani, kimbilio la vizazi vyote, tegemeo na msaada yetu, Bwana Mungu wa majeshi, jina lako ni Yesu Kristo. Baba wetu wa mbingu, tunakupigia sifa na shukrani tena kwa kuwa Mungu ambao uko mwaminifu katika neno lako. Mpaka saa hizi uko Ebenezer, tujia msaada katika ibada yetu mwanzo hadi mwisho. Sasa tunakualika tena kutuongoza katika njia za kurudi katika madomizile zetu. Asante Bwana kwa kuwa mwaminifu, kwa kubakia kidete na kidete kwa kila mtu kupatia kupitia nabii wa kizazi ambao ni Branham. Bariki watakatifu wako wote ambao waliacha kila kitu ili wae Yesu Kristo kutimiza ambao neno yako na sababu tusikose kukusanyika kama ilivyokuwa desturi ya wazee wetu wa zamani. Ndio kwa maana tuko na kusanyika mpaka ya asubuhi repete kanda ambao kutumia Yesu Kristo bibi harusi wako katika kizazi. Mapepo zote machafu ambazo zinaweza kuzuka katika kizazi kinalomikia tunazifukuza mbali na watakatifu wako jina la Yesu Kristo. Acha mili zetu kwa hekalu ambapo mwenyewe uko na shuka na kudema ndani. Acha mioyo zetu ziweze kutemwanye makuna maajabu ambayo unatutendea Bwana. Acha katika mafamilia za ndugu na wadada wa ndugu waweze kuwa wakingi na wadada wa kwini waweze kudumu mbele ya Yesu Kristo. Mfalme wa amani, tunaomba uwepo wako, tunaomba uponyaji wako wa kiroho kama vile kimwili uweze kutuonekania katika ibada zetu, katika maisha yetu yote ambayo tunaishi katika mji hii, katika dunia hii ya sasa. Tunaomba mwenyewe utujie msaada na kutushindia, kwa kuwa sisi pekee hatuwezi, kwa maana tunakimbilia kwako mfalme wa amani. Tupatie ile fidelite sasa ya kusezii na kuweza kuandika hii ambayo tunatoka kusikia katika tableau za mioyo yetu Bwana. Tuweze kuwa wazazi wazuri, tuweze kuwa wandugu wazuri wa kushika kile ambao ulituzungumzia hii asubuhi. Bariki bibi yako harusi ulimwenguni kote. Bariki watakatifu wako wote ambao wanakusanyika hii asubuhi wakitangaza injili yako. Wajie msaada Bwana. Kuwa nasi, tupatie tena neema ya kukutana na Jumapili ijayo pashakuwa bangali muda. Tutakusifu na kusante jina lako Baba wetu wa mbinguni. Mfalme wa amani, tunaomba haya machache tukiamini kwamba utatutendea katika jina takatifu la Bwana.